Afu unajua kwamba Filipo anazingua sana. Filipo tulimpa kabisa kazi, ambaye mkimbizi huyo mtoto kisha unamuua. Cheki sasa hivi balaa ambayo inatuandama sisi. Yaani Na vipi katika upelelezi wako, labda pengine kuna chochote ambacho umebahatisha kukisikia? Kuhusu upelelezi wangu mimi bado sijaambiwa kitu zaidi, lakini kuna binti niko naye hapa pale kwangu, mtoto wa marehemu dadangu, akajua tunaanzia wapi na kumalizia wapi. Unataka kuniambia kuna kitu anajua huyo binti? Kuna vitu kidogo aliniambia, lakini nikahisi japokuwa sikuwa na uhakika navyo, lakini ngoja tumsikilize ili atajua tutaanzia hapa, tupa mwanga. Rashida. Oh, tamaa mbele, mauti nyuma, hivyo nifunzwa na wazazi. Atacha watu siwezi karibia, nakupa nitacha umia. Na ndugu na mapesa yao hawataki kunisaidia, pembeni na vicheko vyao hawakutaka kunisikia. kabisa, ila hata na hivyo unajua yuko chini yangu, mimi simwazi. Ila naamini tuko majemedari. Hakuna kitakachoshindikana. Ndio kitu ambacho kipo hicho. Okay. Tunafanyaje sasa hivi? Itabidi tukamuone Filipo. Tujadili tujue cha kufanya. Itabidi pia. Sasa tukaenda. Hana shida. Sawa. Wakati unampigia basi ngoja nijiandae, kuna mali nataka niende. Sawa, na ushikwa visafari wewe. Sawa. Ndani. Mkalamba. Halo. Bwana Mkalamba vipi? Safi bwana, kwema. Wapi hiyo? Unapenda kulala wewe. Sasa kuhusu ile swali tulizozungumza, kama utakuwa na muda kidogo, hebu naomba ufike hapa nyumbani tuweze kujadiliana vizuri. Sasa hivi, yani mimi niko nyumbani. Ni sawa. Niko nyumbani tu hapa. Haya, okay sawa. Mjomba. Naam. Alafu kuna mtu alikuja kukuulizia. Nani? Mimi simjui. Shikumuona hapa nyumbani? Hapana. Okay sawa, mashi. Sawa. Nimekusubiri kinoma mwanangu. Asi unajua mishe nyingi. Umenikalisha kinoma hapa. Nipe mpya huko. Hamna mpya hata ndugu wangu.
Yaani naona hii issue yetu imeshakuwa sio swala la siri tena. Imeshakuwa ni ndege. Imeshakuwa ni mchele wa ndege. Umemwagwa hadharani. Inakuwaje sio siri? Kwa sababu siri unatambua nilikuwa naifahamu mimi na wewe. Karibu. Pita. Bwana Mkalamba. Karibu bwana sana. Roja. Vipi mzee? Safi bwana, karibu. Vipi? Safi bwana, niambie. Safi. Wema. Kwema kabisa, zatoka jana. Nashukuru Mungu. Ndio. Karibu bwana, hapa ndo nyumbani. Nimeteseka hapa nje hapa. Kwa nini? Nimepitiliza mpaka mbele kule ndo wakanielekeza nikarudi tena. Bwana Mkalamba, vipi? Nimekuambia kabisa geti jeusi. Yako matatu, kuna geti hapo, hapa, pale. Jamani, nimekuambia ukifika hapo nje utakuta mafundi. Geti unafuata jeusi hapo hapo. Hapo mimi sijakuelewa kabisa. Unaanza ni ushakula vitu vyako hivyo. Hapana. Vipi lakini? Safi. Ndio. Mungu ni mwema. Kwa nyumbani ndio sehemu ambayo hapo anaishi marehemu dada yangu. Ndio. Ndio hapa. Na lengo kubwa la kukuita hapa ili sio tuzungumza jana kuhusu kifo cha dadangu pamoja na mume wake. Ndio. Waone kuita tujadili kwamba tunajua tunaanzia wapi, tunaweza kumalizia wapi. Roja. Ndio. Kama nilivyokuahidi jana. Sawa. Kuwa mimi na wewe ni damu sasa. Na nitahakikisha tutapambana mpaka mwisho. Tunashikana mkono mpaka hawa watu wapatikane. Mimi nimefurahi sana kusikia hivyo, ndio maana nikakuita. Ndio. Ili tujue tunaanzia wapi, tunamalizia wapi. Na vipi katika upelelezi wako, labda pengine kuna chochote ambacho umebahatisha kukisikia? Kuhusu upelelezi wangu mimi bado sijaambiwa kitu zaidi, lakini kuna binti niko naye hapa pale kwangu, mtoto wa marehemu dadangu, akajua tunaanzia wapi na kumalizia wapi. Unataka kuniambia kuna kitu anajua huyo binti? Kuna vitu kidogo aliniambia, lakini nikahisi japokuwa sikuwa na uhakika navyo, lakini ngoja tumsikilize ili ajue tutaanzia wapi, tupa mwanga. Rashda. Wewe Rashda wewe? Abe. Mjomba na umalizi huko ndani, njoo mara moja bana. Nakuja. Haya. Ni ushaanza kupaka mavitu yako mjomba. Mjomba. Shikamo. Marhaba, ujambo? Jambo. Bwana Mkaramba. Huyu ndio binti ambaye nimeachwa naye hapa. Huyu binti, kuna kipindi dada yako alikuja kijijini, alikuwa na kitoto kidogo kidogo amekibeba. Ndio huyo? Ndio huyu bwana, na enjoy hapa nakula kaugari. Na enjoy. Sasa hao watu wanakuwa kashakuwa mama sasa. Sasa wewe hutooa. Kwani sio wewe? Si uhakika wa kula mtu yupo wa kupika, utaoa nini tena? Antawa tu. Jamani mjomba na wewe. Ila nisi tungeongelea kuhusu lile swala. Kuna dogo mmoja hivi namjua. Ni rafiki yangu. Nilikutana naye akanielezea yani A to Z. Kwamba sasa hivi kuna maskari wengi, kuna watu watatu wanatafuta wamefanya mauaji, na akaniambia kwamba watu wao anawajua, aliwaona lakini sura zetu hazitambui. Yaani mpaka inafika huko, kwa maana yake huyo dogo amejuaje yani? Nani kamwambia? Mzee, sasa ukisema hivyo ni kwamba unataka kunilaumu mimi, si ndivyo? Lazima ngulaumu wewe kwa sababu wewe ndio ulikuwa unajua pamoja na mimi. Sikiliza, mimi nimekuletea hili swala hapa mezani, tujue tunachokifanya. Anaistoshe mpaka kwao mimi napajua. Ikiwezekana tunaenda tunajua nini cha kufanya. Sio kukaa kulaumiana mzee. Kwa hiyo una hakika wewe dogo unapajua kwao? Ndio. Angalia sio kama mtego. Haiwezi kuwa mtego bana. Wewe unaingiza tena imani za kioga. Basi sasa hivi twende.
Kwa sasa Rashda, hebu naomba utuambie sasa ile tukio liko kwaje ili tujue tunaanzia wapi na kumaliza pamoja na rafiki yangu. Ni siku moja nilikuwa nimetoka tu mizunguko yangu Bliskati. Kuna mmoja nikakutana naye amekaa. Nilimfuata pale kwa sababu nilimfananisha na nguo alizokuwa amevaa, hata muonekano wake. Nikamfuata nikamuuliza, lakini alikataa. Kwa kuwa alikataa na sikuwa na uthibitisho wowote, ikabidi nimwache. Nikatembea mbele kidogo, nikakutana na mwingine. Sura yake ilikuwa nikumbuka vizuri. Yule hata simfananishi, ni yeye kweli. Namkumbuka vizuri. Nilimfuata pale nikawa namwambia, na alikuwa amekasirika. Alitishia hadi kuniua. Ndio kitu nilichoamini kwamba ni yeye. Alikutishia kukuua? Ndio. Nahisi na mikosi, Mungu nisaidie. Naomba dua Torati Biblia, riziki zifunguke, Mungu saidia. Kama dini nimebadili mpaka basi na imani yangu kipimo, shida bado hazendi likizo. Natamani usiku iwe mchana na mchana iwe usiku, ila so Muumba yatapita, ni majaribu au nimerogwa. Hata nyumba sina, hata kibanda sina, nguo za kuwazima mpaka natia huruma. Hata nyumba sina, hata kibanda sina, hata nguo sina. Tamaa mbele, mauti nyuma, hivyo nifunzwa na wazazi. Atacha watu siwezi karibia, naogopa nitaja umia.